Hallelujah. Unaweza kusimama kwa miguu yako twende kwa msifu Yesu. Wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Oh, wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Yesu, wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. wakusifiwa,
Twakutukuza, twakubariki ewe Bwana. Hasa sauti yako tena. Twakutukuza, twakubariki. wetu anastahili heshima, anastahili kuabudiwa. Wastahili wewe Bwana kupewa utukufu wote. Wastahili sifa za moyo wangu Bwana. Jioni leo Bwana tumekuja kukuabudu. Ni ishara ya kwamba Bwana umefanya mengi kwetu. Nasi Bwana hizi ni
ni shukrani zetu ambazo Bwana tunakupa. Za moyo wangu, uliniumba nikuabudu Bwana. Nakuabudu Yesu. Unaweza hata kunyanyua mikono yako kama ishara ya kusalenda kwake Bwana. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba nikuabudu. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba nikuabudu. Na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu wastahili Bwana. Pata sauti kwa Mungu wako, mwambie unastahili sifa za moyo wangu. Ninakuabudu Yesu. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba na kuabudu Bwana wangu. Mungu wangu
umejivika heshima, umejivika utukufu. Adama ni zako Bwana, adama ni zako Bwana. Maserafi, makerubi wanakutukuza. Tunaungana na wazee 24 kulitukuza jina lako Bwana, kuliinua jina lako Yesu. Unastahili, unastahili sifa za moyo wangu, za moyo wangu, za moyo wangu, za moyo wangu, za moyo wangu. Endelea
Asante kwa ajili ya siku ya kwanza, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya pili, na leo ni siku ya tatu. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba muendelezo wa kile ambacho umetufundisha Bwana, katika jina la Yesu. Wengine katikati yetu ni siku yao ya kwanza. Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba uelewa na roho ya uelewa na ufahamu iachiliwe ndani yao, wapate muunganiko wa kile ambacho tunajifunza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema na mioyo yetu na nafsi zetu Bwana, akili zetu na fahamu zetu tunazitiisha kwako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya muda wetu ambao ni sadaka kwako Bwana. Unapoitazama sadaka hii, Mungu utuhudumie kwa neno, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninafunika eneo hili kwa damu yako. Kila mmoja wetu na vifaa tulivyo navyo vyote tunavifunika kwa damu yako. Wewe Bwana uwe ni mwanzilishi na muhitimishi wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kukaa taratibu kwenye uwepo wa Bwana. Asante watu wa praise. Mungu awabariki sana kwa huduma yenu. Leo ni siku yetu ya tatu ya semina, siku yetu ya tatu, na kwa siku mbili ambazo zimepita nilikuwa naleta kwako somo ambalo lina kichwa kinachosema na kinachoendana na maono ambayo Mungu alinipa ya mwaka huu wa 2025 ambao ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Kwa hiyo falme zote za dunia, somo letu linasema falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu. Falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake, nami ninatawala pamoja naye hata milele na milele. Kwa hiyo tunakiri ya kwamba tunatawala pamoja na Kristo hata milele na milele. Na kwa nini? Kwa sababu mwaka huu Mungu amekusudia kutuleta kwenye eneo la kumiliki na kutawala, na hivyo ndivyo tulivyo. Kipengele kidogo cha somo ambacho tuko tunakiangalia kinasema hatua sita za kumshinda ibilisi. Hatua 6 zitakazo kusaidia kumshinda ibilisi na kutawala. Kama umekuwepo na mimi toka siku ya kwanza, utagundua tunazungumza ya kwamba falsafa ya ufalme wa mbinguni ni kila anayepigana vita na kushinda ndiye awe mtawala. Hiyo ni falsafa ya ufalme wa mbinguni. Mathayo 11:12, toka enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio wanaouteka. Kwa hiyo sharti uwe na nguvu, na hii nguvu si ya kitu kingine ya kupigana vita ambavyo utashinda ili uweze kuwa mtawala. Mahali pengine au mwinjili mwingine hasemi tu nao wenye nguvu ndio watakaoteka, anasema nao wenye nguvu ndio watakaojiingiza kwenye huo ufalme. Kwa hiyo sharti uwe na nguvu na ujue ya kwamba una vita ya kupigana. Na nilikwambia hiyo siku ya kwanza, na jana nikawa nakueleza mambo kadha wa kadha ya kwamba ushindi unachukuliwa pale ulipopotelea. Pale ambapo ushindi ulipotea ndipo unapoufuata. Kwa hiyo nilikuwa naongea hatua ya 3 katika zile hatua 6 za kumshinda ibilisi. Kumbuka hatua ya kwanza ni ufahamu ya kwamba ili umiliki lazima upigane vita ushinde. Kwa hiyo ufahamu ya kwamba vita ni sehemu ya maisha yako. Vita inavyozidi kuwa kubwa ndivyo ushindi wako unavyokaribia. Hatua ya pili, uwe na nguvu kuliko ibilisi. Hiyo ni Luka sura ya 11 mstari wa 21-22. Hatua ya 3, lazima umwendee. Na jana tulikaa hapo kwamba sharti umwendee. Hauwezi kupigana vita usipokuwa tayari kukutana. Lazima uwe tayari kukutana na adui. Lazima uende kwenye uwanja wa mapambano. Tulikuwa tunaongea jana hapo, lazima umwendee ili uweze kushinda hiyo vita. Lazima umwendee. Na hili ni jambo la msingi sana. Na leo nataka tupige hatua kidogo, lakini kabla tujaendelea kidogo, nisisitize mstari unaotoka kwenye kitabu cha Yeremia. Ni ile jambo ambalo tulimaliza jana, ambalo pia litaweka msingi kwenye kitu ambacho nataka kukuzungumza leo. Yeremia sura ya 42. Yeremia sura ya 42, kuongezea mstari mwingine kwenye somo letu la jana kwamba lazima umwendee. Hii pia inatuonyesha, ukisoma sura ya 42, sura ya 43, zote zinatuonyesha mambo kadha wa kadha kwenye ulimwengu wa roho, ikiwemo hizi hatua 6, baadhi ya hizi hatua 6 ambazo nimekufundisha za kuweza kumshinda ibilisi. Sasa usoma kuanzia mstari wa kwanza, utapata habari ya wana wa Israeli walivyomwambia Yeremia waombe kwa Bwana, na wakamwahidi ya kwamba neno ambalo Mungu atamwambia Yeremia ndio atakalolifuata na kuliishi.
Na Yeremia akaenda kuomba kwa Bwana kwa habari ya Israeli na nini wanatakiwa kufanya. Na walikuwa katikati ya njia panda ya kubaki waliko wao waende Misri uhamishoni ili wakimbie vita ambayo Wakaldayo walikuwa wanataka kupigana nao. Na Mungu akasema na Yeremia akamwambia waambie wana wa Israeli wabaki walipo, kwa sababu vita hiyo walihitaji kupigana pale walipo. Na walivyoambiwa, japokuwa walikuwa wamejiapiza wakimwambia Yeremia, neno atakalokuambia Bwana ndilo utakalolitii. Yeremia alipoambia neno la Bwana sura ya 43 akamwambia, wewe ni muongo, Mungu hakukwambia hivyo. Unataka tufe, adui waje watuue hapa. Kwa hiyo wakadhamiria kuondoka kwenda Misri kinyume na neno la Bwana. Sasa ile sura ya 42 mstari wa 7 Biblia inasema, ikawa baada ya siku 10 neno la Bwana likamjia Yeremia, ndipo akamwita Yohana mwana wa Karea na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye na watu wote tangu wadogo hata wakubwa. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli ambaye mlinituma kwake ili niyaweke maombi yenu mbele yake asema hivi, ikiwa mtakaa bado katika nchi hii, ndipo nitawajenga wala sitawabomoa, nami nitawapanda wala sitawang'oa, kwa maana nayajutia mabaya niliyowatendea. Agizo la Mungu, ikiwa mtakaa katika nchi hii. Uwanja wa mapambano wa vita ulikuwa ni pale walipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawaambia mkae hapo mlipo. Angalia mstari wa 11. Anawapa maagizo, anawaambia msimuogope mfalme wa Babeli mnayemwogopa. Msimuogope, asema Bwana, maana mimi ni pamoja nanyi niwaokoe na kuwaponya na mkono wake. Nami nitawapa rehema, kwamba awarehemu ninyi na kuwarudisha mkae katika nchi yenu wenyewe. Kwa hiyo maagizo ya Mungu kwao hawa ndugu ilikuwa ni wasiondoke pale walipo. Hapo ndio ulikuwa uwanja wao wa vita. Na hapo walipo kulikuwa kuna mkono wa mfalme wa Babeli ambao walikuwa wanajua uko tayari kuwaangamiza. Kwa historia waliokuwa nayo na jinsi ambavyo mfalme wa Babeli alikuwa anapigana vita, wana wa Israeli ukisoma sura ya 43 wakaogopa, wakamwambia Yeremia, Mungu hawezi kukwambia hivyo, kwa sababu tukibaki hapa tutaangamia. Kwa hiyo mstari wa 12 anawapa moyo tena, anawaambia Mungu amesema hata waangamiza. Mungu amesema msipoogopa, yeye atawarudisha mpaka mkae katika nchi yenu mwenyewe. Angalia mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, lakini mkisema hatutaki kukaa katika nchi hii, msitii sauti ya Bwana Mungu wenu. Angalia mstari wa 14, mkisema lakini tutakwenda nchi ya Misri, ambayo hatutaona vita wala kusikia sauti ya tarumbeta wala kuona njaa kwa kukosa chakula, nasi tutakaa huko. Mstari wa 15 anasema, basi lisikieni neno la Bwana yenye mabaki ya Yuda. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, ikiwa mwakaza nyuso zenu kuingia Misri na kwenda kukaa huko, basi itakuwa upanga mnaouogopa, angalia, utawapata huko katika nchi ya Misri, nayo njaa mnayoogopa itawafuatia mbio huko Misri, nanyi mtakufa huko. Haya ndiyo yatakayowapata watu wote waelekezao nyuso zao kwenda Misri na kukaa huko, watakufa kwa upanga na kwa njaa. Ukiendelea kusoma mpaka mstari wa 22 utaona mambo ambayo yanasema. Lakini cutting line yetu, mstari wa msingi wetu, mstari wa 14. Mstari wa 14 Mungu anawaambia hivi kwa neno la Mungu kupitia Yeremia, anasema mkisema lakini hatutakwenda, tutakwenda nchi ya Misri. Neno la Bwana ilikuwa mkae hapo mlipo, msiende Misri. Msimuogope mfalme wa Babeli, kwa sababu Mungu atawapigania. Msimuogope, uwanja wa vita ni hapo mlipo. Wao wakasema tutakwenda Misri. Na kama unasoma Biblia utajua moja ya kitu ambacho Afrika tumekuwa nacho ni kujidharau. Lakini Misri ni Afrika. Kasome Biblia yako. Moja ya majeshi makali sana yaliyokuwa kipindi cha Biblia ni jeshi la Misri. Ni jeshi kali kiasi kwamba Suleiman pamoja na ukuu aliokuwa nao alikuwa analitegemea. Alikuwa anaomba askari kutoka Misri. Alifanya urafiki na mfalme wa Misri Farao, hata akaoa binti yake. Kwa nini? Kwa sababu ya msaada wa kijeshi. Haleluya. 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 Afrika imebarikiwa kuliko unavyofikiria.
Ni wewe tu unajidharau, unafikiri maisha yako kwenda ugaibuni, lakini lisikie neno la Bwana. Hapo kijijini kwenu ulikozaliwa, kwenye mtaa wako, ndiko mafanikio yako yalikokusudia uweko. Tulia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Moja ya ishara ya kutokufanikiwa kiroho ni kutangatanga. Ukishaona unaanza kuhamahama kazi, unaanza kuhamahama mtaa, unaanza kuhamahama maeneo ya kuishi, unahama miji, leo unataka ukae hapo mwakani uhame. Ukishaona unahamahama kwa makusudi au kwa kutokujua, unasema nina ofisini wananihamisha kazi, ujue umekusudiwa kutokufanikiwa. Ni moja ya ishara ya kibiblia. Mungu akamwambia Kaini, wewe utakuwa ni mkimbizi, hautakuwa na kikao, hautakuwa na mahali pa kuishi duniani kwa sababu ya laana ambayo imeachiliwa. Kwa hiyo hawa wakaambiwa mstoke mlipo, uwanja wa vita ni mlipo. Ni kweli kuna mfalme wa Babeli mkali, lakini msiogope, Mungu atawapigania. Mstari wa 14 anasema lakini mkikataa, msipotii, mkasema tutakwenda Misri. Kwa nini wanasema hivyo? Wanasema hivyo, angalia, kwa sababu wanataka kukimbia vita. Kwa sababu wanasema tutakwenda nchi ya Misri ambayo hatutaona vita wala kusikia sauti ya tarumbeta ambazo zilikuwa zinawaamuru kwenda vitani, wala hawataona njaa. Wanafikiri hawataona njaa. Kwa hiyo msingi wa kukimbia toka walipo, walikuwa wanakimbia vita. Wanasema tutakwenda Misri ili tukimbie vita. Asa Biblia inasema hivi, ukikimbia vita, angalia kuanzia mstari unaofuata wa 15, anasema basi lisikieni neno la Bwana enyi mabaki ya Yuda, na Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, ikiwa mwakaza nyuso zenu kuingia Misri, yani kukimbia vita na kwenda kukaa huko, angalia mambo ambayo yatawapata. Itakuwa upanga mnaoogopa utawapata huko. Kila anayekimbia vita, upanga wa vita unamfuatia na utampata. Haleluya. Njaa mnayokimbia itawakuta. Kifo mnachokikimbia kitawakuta mnakoenda Misri. Mmekimbilia kwa Farao mkifikiri kwa sababu ya jeshi kubwa atawarehemu, atawasitiri, lakini kumbe ndiko mnakimbia kwenye uharibifu. Vita inapoinuka mwaka huu, uwe na utulivu wa kusikiliza uwanja wako wa vita ni upi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kesho nafikiri nitaachilia mambo kama 5 ya kukupa utulivu wa kupigana vita ya namna hii. Lakini moja ya jambo ni kwamba japokuwa tumesema sharti umwendee ibilisi, usikimbie kuondoka ulipo kwamba unamwendea ibilisi. Wala inawezekana ulipo ndipo alipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbilie kumfuata, kwamba tumefundishana lazima umwendee. Kwa hiyo kila ukiona changamoto unataka kutoka, utafute ni wapi pa kwenda. Inawezekana ulipo ndipo alipo. Kwa hiyo wakati mwingine ujue uwanja wako wa vita ni upi. Jambo la msingi, usikimbie vita. Usihame kazi kwa sababu kuna bosi mkorofi. Hiyo ni kukimbia vita. Usihame kanisa kwa sababu kuna mchungaji mkorofi. Hiyo ni kukimbia vita. Usiombe mtumishi uhamishwe kwa sababu kuna Wakristo wakorofi. Hiyo ni kukimbia vita. Haleluya. Mungu akikuongoza kufanya hivyo ni sahihi. Lakini hapo ulipo, katikati ya huo moto, inawezekana wewe ni dhahabu ambao unatakiwa kupikwa utoke uking'ara. Haleluya. Haleluya. Moja ya kitu ambacho Mungu ametupa ni kustahimili moto. Kaa kwenye huo moto. Ndivyo Zaburi ya 104 mstari wa 4 inavyosema. Anasema kwa sababu sisi tulio watumishi wa Mungu ni mwali wa moto. Sasa kama sisi ni moto, unakimbiaje moto? Kaa kwenye huo moto, uive sawa sawa. Uwe na hekima tu ya kujua huu ni moto wa kukimbia, huu ni wa kukaa. Sio ukakaa kwenye moto ambao ni wa kukimbia. Haleluya. Lakini anasema mkikimbia maovu na mabaya mnayoyakimbia yatawakuta mliko. Kwa hiyo ukikimbia vita, moja ya kitu ambacho unakiachilia ni kupigwa. Kwa hiyo usiruhusu kukimbia vita. Falsafa ya ufalme wa Mungu, anayeshinda vita ndiye anayepewa kumiliki. Hakikisha vita inapokuja unaikabili, na Mungu akikusemesha kaa sehemu fulani, kaa hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitaka niachilie jambo jingine la 3. Hiyo nilikuwa nasisitiza kwenye kile ambacho tumejifunza jana na juzi, ya kwamba falsafa kwanza ni ya vita na sharti umwendee, usimkimbie ili uweze kupigana vita. Na ukikimbia vita umeshindwa vita kwa upande mmoja. Kesho nitaipanua kidogo zaidi. Lakini jambo la 3 ambalo nataka niliachie kwako leo, inawezekana kuna mtu anajiuliza swali kwamba kwa nini hatua 6 za kumshinda ibilisi wakati Yesu alishatushindia? Kama Yesu ameshinda msalabani miaka zaidi ya 2000 iliyopita, kwa nini tena vita na ibilisi tupigane?
Maana hapa tumesema falsafa ya ulimwengu wa roho, anayemiliki na kutawala ni yule anayepigana vita na kushinda. Mwingine anajiuliza sasa, kama Yesu alishinda vita msalabani kama tunavyofundishana, kwa nini tena kupigana vita saa hizi? Hii vita silishaisha. Hii vita ilishaisha. Inatakiwa wewe kwa Yesu ni tambalale ustalehe. Inatakiwa ukiokoka matatizo yao yameisha, kwa sababu kwa Yesu ni tambalale. Kuna mafundisho ya namna hiyo na ni sahihi kabisa. Sasa kwa nini vita tena? Inawezekana ni swali ambalo na wewe unajiuliza. Na mimi leo nataka nikupe sababu kadhaa ambazo ni za msingi kama 4 au 5 za kwa nini unahitaji kupigana hata kama Yesu alishakushindia. Kwa nini unahitaji kupigana? Unajua Wakolosai ile ya pili tulisoma juzi, mstari wa 14 na wa 15, ndivyo Biblia inavyosema ya kwamba Yesu alishatushindia, akaigongomelea ile hati msalabani na akawaonyesha adui zetu waziwazi ya kwamba amewashinda na akatupa huo ushindi kupitia msalaba. Wakolosai sura ya 2 14 hadi 15 ambao tulisoma jana na juzi. Mungu ameshashinda. Tulisema alimnyang'anya Ibilisi silaha zake. Zile silaha zilikuwa disarmed, zilinyang'anywa uwezo wake. Lakini Injili ya Yohana 16:33 tulisoma pia ya kwamba mimi nimeushinda ulimwengu na nyinyi sharti mushinde. Kwa hiyo swali ni kama Yesu ameshinda, kwa nini na sisi tushinde? Kama Ibilisi ameshashindwa na Mungu, kwa nini tupambane naye tena kama wana wa Mungu? Na nakupa sababu moja kubwa, alafu nikupe ushahidi kama wa aina 4 kwenye Biblia. Na sababu moja kubwa ni kwa sababu Mungu anatimiza kusudi lake kupitia wanadamu. Mungu anatimiza kusudi lake, amechagua kutimiza kusudi lake kwa kumshirikisha mwanadamu. Hiyo ni sababu moja kubwa. Sababu ya kwamba tunahitaji kupigana vita hata leo, japokuwa Kristo Yesu alishatushindia, ni kwa sababu kikanuni Mungu amechagua kufanya mambo yake kwa kumshirikisha mwanadamu au kupitia mwanadamu. Ni Mungu pamoja na sisi. Alipo sisi tuwepo, alivyo sisi tuwe. Kwa hiyo kama yeye ni Mungu wa vita, sisi lazima tuwe watu wa vita. Kama yeye ni Bwana ambaye anaamini katika vita ili ushinde, kama ambavyo tumeonyeshana jana na juzi, sharti na sisi tuwe wa imani hiyo. Kimsingi ni kwamba Mungu au Yesu Kristo alimshinda Ibilisi rohoni kwa ajili yetu. Yesu Kristo alimshinda Ibilisi rohoni kwa ajili yetu. Sisi kazi yetu ni kutekeleza au kudhihirisha huo ushindi katika ulimwengu wa mwili. Kumbuka tulikotoka jana, tulisema lazima umwendee Ibilisi. Tukasema unamwendea wapi? Rohoni. Lazima iwe rohoni. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, Waefeso 6:12. Si juu ya damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho, tukipambana na falme na mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Waefeso 2:6, ametuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Waefeso 1:3 na 22, akatuketisha katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme zote, rohoni. Kwa hiyo vita Yesu aliyopigana, japokuwa kwa kuvaa mwili kama mwanadamu, ushindi umefichwa rohoni. Ndio maana uko katika damu yake, katika jina lake, ambavyo ni vitu vya rohoni. Ili uje kuwa dhahiri mwilini, vitu vya rohoni Mungu ameviacha kuwa vya kwake. Mambo ya siri ni ya Mungu, yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili huu uje kuwa halisi mwilini, lazima udhihirishwe. Wa kudhihirisha mwilini ni walio mwilini, ndio kanuni ya kimungu ambaye ni mimi na wewe. Ndio maana Zaburi ya 115:16, mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu amechagua kufanya kazi kupitia mwanadamu ili ule ushindi aliodhihirisha aliofanya katika ulimwengu wa roho, sisi tuudhihirishe, sisi tuutekeleze katika ulimwengu wa mwili, uonekane ya kwamba umetekelezeka katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ningeweza kusema hivi ya kwamba kazi ya Yesu ya msalaba haikamiliki bila uhusika wako wewe kama mwanadamu. Sentensi ngumu kidogo, lakini mtanisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yesu ya msalaba ilikuwa 100% rohoni, kadha rohoni, kadha mwilini, ambayo wewe unatakiwa uidhihirishe.
Na ndio maana lazima upigane vita. Sasa nikupe sababu kama 4 za kibiblia kwa nini nasema hii sentensi. Nikupe sababu kama 4. Jambo la kwanza, Biblia inatufundisha wazi ya kwamba wana wa Mungu wanatimiliza yaliyopungua ya mateso ya Kristo. Sikiliza, Kristo aliteswa akafa kwa ukamilifu kabisa. Mateso yake yalikuwa kamilifu. Akafa, akazikwa, akafufuka. Akatuletea ushindi kamilifu rohoni. Lakini Biblia inasema hivi, yale mateso yalikuwa ni sehemu, hayajakamilika 100%. Mimi na wewe tulisubiriwa baada ya ukombozi tuishi kwa mfano wa Kristo ili tutimilize mateso ya Kristo ambayo tayari aliyapitia miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Sentensi ngumu sana, lakini ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Kwa hiyo uko kuishi mateso ya Kristo. Mwambie mwenzako uko kuishi mateso ya Kristo. Mwambie ni utukufu kuishi mateso ya Kristo ukiwa duniani. Haleluya. Kwani Biblia inasemaje? Anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake. Luka anasema kila siku anifuate. Msalaba Kristo alibeba. Kwa nini sana sisi tubebe msalaba wetu? Tena si mara moja. Biblia inasema kwenye Injili ya Luka kila siku anifuate. Kila siku ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa hiyo kila siku una msalaba wa kubeba. Angalia Biblia inavyosema Wakolosai sura ya 1. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 24 unasema jambo ambalo nakwambia. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 24, kwa nini unahitaji kupigana vita japokuwa Yesu alishindwa? Kwa sababu sehemu ya huo ushindi inadhihirishwa na wewe uliye wa mwilini. Wakolosai 1:24 Biblia inasema hivi, sasa nayafurahia mateso. Sema mateso. Sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu. Paulo anafurahia mateso alionayo kwa ajili ya kanisa la Kolosai. Alafu angalia, anasema tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake, ambalo nimefanya mhudumu wake. Na mistari mingine inaendelea. Nataka uone, anasema mimi Paulo katika mwili wangu na yatimiliza yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa, ambalo nimefanya kuwa mtumishi wake sawa sawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Nataka uone ya kwamba kuna mateso ya Kristo ambayo hayajakamilika na hayakamiliki kama wewe hauko tayari kuyakamilisha. Useme amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitaji kupigana vita kwa sababu una sehemu ya msalaba ya kubeba. Mungu alivyobeba msalaba alitengeneza kanuni. Maisha yetu kila siku ni kujitwika msalaba. Kwa hiyo kama yeye aliona furaha kuubeba msalaba, unatakiwa kuona furaha kuubeba msalaba. Usiwache wasema ndugu zangu wamenichosha, wamekuwa mzigo. Kama wako hapo kwa ajili ya utukufu wako, unatakiwa kushangilia kuwasaidia. Huo ni msalaba umepewa, na ukiubeba sawa sawa, utukufu wako baada ya hiyo safari ni mkubwa kuliko unavyofikiria. Hautaki kulalamika nimeachiwa kikundi cha kwaya peke yangu. Ukiona hivyo ukakiona ni msalaba, hiyo ndio muda wa kukaza mwendo. Kwa sababu unavyokuwa msalaba ndivyo utukufu wako ulivyokaribia. Golgotha imekaribia. Anaweza akatokea mtu kukusaidia njiani, lakini huyo sio wa msingi sana. Msingi ni kwamba huo msalaba unatakiwa kuubeba kuufikisha pale kileleni Golgotha. Na si tu ufikishe, ukubali kusulubiwa kwa huo. Haleluya. Wewe ngoja nikwambie jambo gumu sana. Nikwambie jambo gumu ambalo sina muda wa kulieleza, lakini ninasikia Roho Mtakatifu tu ananisukuma nikwambie. Yesu hakuwa wa kwanza kubeba na kuuawa msalabani. Hakuwa wa kwanza. Hasoma Biblia, tumesoma jana Wagalatia 3:13. Maana imeandikwa, amelaaniwa aliyeangikwa wapi? Juu ya mti. Ilikuwa ni utaratibu wa Kiyahudi wa kufanya hivyo kwa watu ambao walikuwa wanataka kuwasulubisha au wamefanya makosa fulani. Kwa hiyo Kristo hakuwa wa kwanza, alikuwa anaishi kwenye tamaduni ambazo walikuwa nazo. Kabla yake kuna watu walikuwa wanauawa msalabani. Unaweza ukawa unielewi, lakini utanielewa kwa sababu hata alipowekwa msalabani hakuwekwa peke yake.
alikuwa na wezi wawili kwenye msalaba. Haleluya. Kwa hiyo ishu ya kubeba msalaba tukiisema leo unaweza ukaona kama vile ni kitu cha ajabu sana, lakini kwa sababu hatujafundishwa sawa sawa. Maana hata wakati wa yeye kubeba msalaba, wale jamaa, nikikuuliza swali, walitoa wapi misalaba yao? Hatuambiwe habari zao kwa sababu hawakuwa muhimu kwenye ile habari. Muhimu ilikuwa ni Kristo. Lakini kama kuna mtu alimsaidia Kristo msalaba, maana yake haikuwa dhambi kwa wengine kubeba misalaba. Wezi wawili walibeba misalaba yao mpaka Goligota juu, wakasulubiwa kwa hiyo misalaba. Mandaraba shaka. Sikiliza neno la Bwana. Kama una msalaba ulionao, ubebe sawa sawa, kwa sababu huo unakupeleka kwenye utukufu na nafasi yako ya kiutawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiache ndoa yako kwa kusema huyu mke wangu ni msalaba. Asipokuwa msalaba wako, awe msalaba wa nani? Usiache ndoa yako kusema mume wangu ni msalaba. Asipokuwa msalaba wako, awe msalaba wa nani? Wewe aliyekuwa msalaba kwako ameletwa ili kupitia wewe atakasike, ili wote muione mbingu. Beba huo msalaba sawa sawa, tena kwa kustahi, hata Kristo Yesu atakapodhihirika kwa utukufu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha kulialia kuambia watu shida zako, kwa sababu nao wanao za kwako. Pambana na huo msalaba wako. Ukiona umeletewa msalaba, ujue utukufu wako umekaribia. Hiyo iwe ni siri yako ndani yako, mpaka utoboe upande wa pili. Labda kama Mungu anakushuhudia kuambia wengine wakusaidie. Na nikwambie, wengi unaowaambia misalaba yako hata hawakuombei. Wengi hata hawakuombei. Sana wanakuteta. Kwa hiyo pambana na hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 110. Zaburi ya 110 mstari wa 1 hadi wa 3, Biblia inatuambiaje? Biblia inasema, Bwana akamwambia Bwana wangu, uketi hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Zaburi ya 110 mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Uketi. Kwa hiyo watawekwa chini ya miguu yako utakapotimiza wajibu wako, kama Yesu alivyotimiza wajibu wake. Ndio maana Efeso 2:6 inasema alipofufuka, akafufuka na sisi akatuketisha nafasi. Kwa hiyo anavyosema uketi, ni Mungu anamwambia Kristo Yesu, lakini anatuambia sisi pia. Sharti ujue nafasi ambayo unatakiwa kukaa, na ukikaa kwenye hiyo nafasi, sasa unaachilia Mungu kukupigania, kwa sababu umefanya jukumu lako kukaa kwenye nafasi. Kwa hiyo nakwambia neno, ndio maana Mungu hamlazimishi mtu yoyote kuokoka. Tulichopoteza Edeni ni nafasi. Unapookoka unachorudisha ni nafasi. Unapoishi matendo mema unatengeneza nafasi. Unapoishi matendo maovu unaharibu nafasi. Hilo jukumu la kuketi, hilo jukumu la kuketi mkono wa kuume, hilo jukumu la kuketi kwenye kiti chako ambacho Mungu amekuandalia, sio la Mungu tena, ni la kwako. Kwa hiyo wewe sharti uketi. Ukikaa kwenye nafasi yako, sasa adui zako watawekwa chini ya miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 anaongea neno hilo la habari ya mateso ya Kristo. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 14 anaongea habari za kuyatimiliza mateso ya Kristo. Lakini pia ukisoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 9, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14, Biblia inasema namna hii. Inasema, maana ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi katika Kristo Yesu, kwa kuwa, angalia, mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenu wenyewe. Mateso yale yale aliyopata Kristo Yesu na nyinyi mliyapata katika taifa lenu wenyewe, na yeye aliteswa na taifa lake mwenyewe. Waliyopata na hao kwa Wayahudi ambao lilikuwa taifa lake, ambao walimuua Bwana Yesu na hao manabii na kutuudhi sisi. Wewe na wewe unatakiwa kupitia mateso yale yale. Haleluya. 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 Kwa hiyo uvae roho ya Stefano. Utakapokuwa chini unapigwa mawe, usiwe na roho ya Zakaria nabii, uwe na roho ya Stefano. Mnajua tofauti? Kuna mtu anaitwa Zakaria nabii wa Agano la Kale, nafikiri Mambo ya Nyakati ukisoma. Yeye aliuawa kwa kupigwa mawe.
kama Stefano. Ndio maana mimi nawaambia watu Agano Jipya ni ufunuo wa Agano la Kale. Stefano wa Agano la Jipya ni Zakaria wa Agano la Kale. Alipigwa mawe, akauawa kwa mawe. Biblia inasemaje? Akawalaani wale waliomuua. Nini? Neema hii ya Kristo ilikuwa haijafunuliwa. Baada ya neema ya Kristo kufunuliwa, Stefano anauawa kwa kifo kile kile cha Zakaria nabii. Check maombi yake. Mungu usiwahesabie dhambi hii. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akiwa amejaa ndani yake anasema Mungu usiwahesabie hii dhambi, wasamehe. Akakata roho akafa katikati ya mateso makali kama ya Kristo. Wewe pia unahitaji kukaa kwenye hayo mateso yakija. Na ndio maana lazima upigane vita, kwa sababu wewe, Wakolosai 1:24, unatimiza yaliyopungua ya mateso ya Kristo. Maana yake unafanya mwili wa Kristo kuwa dhahiri ndani yako kwa kupita njia ile ambayo Kristo Yesu alituongoza kuipita. Soma pia Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9. Sababu ya pili kwa nini lazima ukubali kupitia mateso kama Kristo Yesu alivyopitiwa, au kupigana vita japokuwa Yesu amekushindia. Sababu ya pili ni kwa sababu Yesu alikusudia tuwe wahudumu wa Agano Jipya ambalo yeye ndiyo mwanzilishi wake. Yesu alikusudia tuwe wahudumu wa Agano Jipya, lakini hili Agano Jipya lilianzishwa na yeye, ndiyo mwanzilishi. Na kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa Agano Jipya, sisi kama tunataka kuwa wahudumu wa Agano Jipya, lazima tuwe kama Mungu wetu alivyo. Kumbukumbu 4:24, maana Bwana Mungu wako ni moto ulao, naye ni Bwana wa vita. Kwa hiyo sharti uishi sawasawa na mwanzilishi wa agano ambalo amekupa kulibeba anavyotaka uishi. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya pili. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 3 mstari wa 6. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 3 ule mstari wa 6, Biblia inasema namna hii: naye ndiye aliyetutosheleza. Naye ndiye aliyetutosheleza. Amsema tutosheleza. Maana yake tulipungua kuwa wahudumu wa Agano Jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Yeye ndiye aliyetutosheleza. Sasa angalia Waebrania 12:24 ambayo inasema yeye ni mjumbe wa agano la damu ya kunyunyiza. 12 Waebrania 24, Biblia inasemaje? Alitutosheleza vipi? Alitutosheleza kwa kuwa mjumbe wa agano la damu. 12 Waebrania 24 anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa hiyo Yesu ni mjumbe wa agano ambalo ni la damu inenayo mema, na yeye ametuchagua sisi kuwa wahudumu wa hilo agano ili atutosheleze kuwa wahudumu wa agano. Anatutosheleza vipi? Kwa kupita njia ambayo amepitia katika roho, amemaliza. Sisi tunaidaka na kutembea nayo katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma Biblia utashangaa sana. Zile huduma 5 ambazo Biblia imezisema, zote Yesu alikuwa nazo. Zote Yesu alikuwa nazo. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa lile agano. Sisi ni watimilizaji, na kama ni watimilizi lazima tupite njia aliyopitia ili tuwe na upako ule ule ambao yeye aliubeba akiwa duniani kama mwanadamu, kama mwana wa Mungu lakini mwanadamu kama sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 2, Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 2 na sura ya 13 mstari wa 13 na wa 14. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 2, sura ya 13 mstari wa 13 hadi wa 14. Yesu ni mwalimu. Yesu ni mwalimu, na ualimu ni moja ya huduma 5 kubwa ambazo Biblia imezitaja. Yesu ni nabii. Ukisoma ile Mathayo sura ya 13 mstari wa 57, Mathayo sura ya 13 mstari wa 57, Yesu ni nabii. Sura ya 21 pia ya Mathayo mstari wa 11, Yesu ni nabii. Mathayo sura ya 21 mstari wa 11, Yesu ni nabii. Luka sura ya 24 mstari wa 19, Yesu ni nabii. Lakini Yesu ni mchungaji. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 11, Yesu ni mchungaji. Kwa nini nakwambia? Kwa sababu yeye alifanyika kuwa mwanzilishi wa agano,
na mjumbe wa hili agano jipya, ili sisi tuwe wahudumu ndani yake, akitutosheleza kuwa walimu, akitutosheleza kuwa manabii, akitutosheleza kuwa wachungaji. Ukisoma Marko sura ya 8 mstari wa 35, Yesu ni mwinjilisti. Injili ya Marko sura ya 8 mstari wa 35. Sura ya 10 mstari wa 29 pia Yesu ni mwinjilisti. Angalia jambo la ajabu sana. Nilipata shida kwa miaka mingi kutafuta wapi Yesu ni mtume. Wapi Biblia imesema Yesu ni mtume. Nilipata shida sana. Natafuta Yesu wapi ni mtume. Siku moja nikaona Waebrania sura ya 3 mstari wa 1. Yesu ni kila kitu, ni yote katika yote. Sura ya 3 Waebrania mstari wa 1, Yesu ni mtume. Mstari unasema namna hii, unasema kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki wito wa mbinguni, angalia, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungano yetu, Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mtume pia. Haleluya. Haleluya. Umeona Biblia ilivyo tamu. Yesu ni mtume na nabii na kuhani. Hapa imesema yeye aliye mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Kwa hiyo unataka kuwa mchungaji, unataka kuwa mtume, unataka kuwa nabii, unataka kuwa mwinjilisti, wewe ni mwalimu. Mwanzilishi wa hilo agano jipya ni Kristo Yesu, na ili upite kwenye njia aliyopita sharti utimilize yale ambayo yalipungua ya mateso ya Kristo kwa Kristo Yesu mwenyewe kukutosheleza. Na haiwezekani kama haubebi msalaba wako kila siku na kumfuata Kristo. Wala Yesu asifiwe. Sababu ya tatu kwa nini unahitaji kupigana vita bado hata kama Yesu amekushindia, ni kwa sababu japokuwa Yesu ni mponyaji, amekusudia uponyaji huo upitie kwa wana wa Mungu. Unaiona pia kwa point hiyo. Yesu ni mponyaji, lakini amekusudia uponyaji huo upitie kwa wana wa Mungu. Huu ulikuwa ni ujumbe ya kwamba anayeponya si mwanadamu, anayeponya ni Mungu kupitia kwa jina la Yesu. Lakini anayefanya kazi ya kupitisha huo uponyaji kudhihirika ni mwanadamu. Ndio maana Yesu alilazimika kufanyika mwanadamu ili apitishe huo uponyaji. Lakini Biblia imetuambia mahali pengi. Matendo ile Marko ile sura ya 16 ndivyo anavyosema. Marko sura ya 16 wengi tunasoma mstari wa 16, 17, lakini kuna mstari wa 20 unatuambia jambo la tofauti kidogo. Kwa hiyo Marko ile sura ya 16 ukianzia ule mstari wa 17 kwenda mpaka mstari ule wa 20 anatuambia hili ya kwamba yeye pamoja na kwamba ametuacha sisi kuweka mikono juu ya wagonjwa. 16 Marko mstari kuanzia ule wa 17. Biblia inasema hivi: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu, angalia, wale wanaoamini kwa jina langu watatoa pepo. Hao wanaoniamini kwa jina langu watasema kwa lugha mpya. Hao wanaoniamini watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Alafu angalia, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Anayeponya ni Mungu. Lakini ili huo uponyaji udhihirike, waaminio waweke mikono yao juu ya wagonjwa. Wagonjwa wapate afya. Unapokuja kuombewa hapa, anayeponya sio mtumishi. Hakuna mtumishi anaweza kukuponya, hayuko. Anayeponya ni Kristo Yesu kupitia mtumishi. Kwa hiyo kama mtumishi asingekuwepo, huo uponyaji wako pengine usingedhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu kumheshimu mtumishi kwa sababu yeye ametumika kudhihirisha kile ambacho Mungu anataka kukifanya. Kwa hiyo ni kusudi la Mungu kumtumia mwanadamu kudhihirisha ushindi aliofanya rohoni uonekane mwilini. Sasa angalia mstari wa 19 unasema, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Alafu anasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Angalia sentensi inayofuata. Yeye amewapa haya maagizo, akachukuliwa akapaa mbinguni.
Wanafunzi wakatoka wakahubiri kote kote. Kristo Yesu amekata mkono wa kuume wa Mungu mbinguni. Alafu anasema hawa walivyokuwa wakihubiri kote kote na kufanya yale maagizo, wakinena kwa lugha, wakitoa pepo, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa wapate afya, hawakuwa peke yao. Biblia inasema kipengele kinachofuata pale, anasema Bwana akitenda kazi pamoja nao. Bwana akitenda kazi pamoja nao. Angalia, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa hiyo aliyetenda kazi ya kuponya sio wanafunzi. Anayetenda kazi ya kuponya sio mtumishi. Anayethibitisha kwamba wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya sio mtumishi. Kristo Yesu anafanya hiyo kazi akiwa amekaa mkono wa kuume wa kiti cha enzi mbinguni. Kwa hiyo mwanadamu asipokuwepo, pengine ni ngumu sana kwa Kristo Yesu kudhihirisha uponyaji. Ndio maana anahitaji mwanadamu afanye sehemu ya mateso ya Kristo ili adhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 14 na wa 16, mstari ambao pengine umeisoma sana. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 na 16, kama kuna mtu ambaye hawezi kwenu, anasema mumlete kwa wazee wa kanisa, nao watamwombea, wataweka mikono juu yake, naye atapata afya. Na kuomba kwa imani kwao kutamwokoa yule mtu, naye atasamehewa dhambi zake zote. Kwa hiyo kwa nini walete kwa wazee wa kanisa? Wana wa Mungu tumepewa nguvu ya kudhihirisha kile ambacho Kristo Yesu amekifanya rohoni. Kwa hiyo ili kitokee mwilini, Mungu anakuhitaji wewe mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unahitaji kupigana vita. Unapopigana vita, tofauti yako na mtu ambaye hajaokoka. Anayepigana vita hajaokoka, anapigana mwilini. Wewe ambaye umeokoka, hiyo vita rohoni ilishakwisha. Kwa hiyo mwilini unadhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, maana yake unachofanya ni kufanya udhihirisho wa kazi ya Kristo ambayo imejificha kwenye hilo eneo. Haleluya. Angalia Yeremia sura ya 8 mstari wa 22. Yeremia sura ya 8 mstari wa 22, hawa jamaa walikuwa wanatafuta uponyaji. Alafu nabii anawauliza swali linalotoka kwa Bwana la ajabu sana. Ya kwamba wakati nyinyi mnatafuta uponyaji labda utoke kwa Mungu juu mbinguni, Mungu ameweka huo uponyaji duniani, kwenye vitu ambavyo amewapa duniani. Tafuteni huo uponyaji huko. Alikuwa anawaelekeza na jambo la namna hiyo. Sura ya 8 wa Yeremia mstari wa 22, Biblia inasema, je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Hapana zeri katika Gileadi? Tunda fulani nafikiri au dawa fulani ambayo ilikuwa ya kuponya. Alafu anauliza hapana tabibu. Angalia, anasema mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Kwa hiyo japokuwa uponyaji umeachiliwa kwa kupigwa kwa Yesu, maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Uponyaji uliachiliwa. Lakini hapa Mungu anawaambia huo uponyaji ambao uliachiliwa, mnahitaji kuwa nazeri. Mnahitaji kuwa na Panado. Haleluya. Unahitaji kuwa na chloroquine. Usiseme kunywa dawa ni dhambi. Usiseme kumeza. Kuna watu wanaamini kumeza dawa ni dhambi. Utakufa katika ugonjwa wako. Ukielekezwa kumeza dawa, kameze haraka. Haleluya. Haleluya. Sisemi uendekeze dawa, lakini ukiumwa, hakuna zeri katika Gileadi. Kama iko itumie. Hakuna tabibu, sema siende hospitali tu. Iwe ni maelekezo maalum ya Mungu ya kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini kama sio maelekezo maalum, nenda, kwa sababu hao wanadamu Mungu anawatumia kudhihirisha kazi yake kupitia wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa kama yuko tabibu, kama iko dawa, kama uko mti, dawa ambayo imetengenezwa katika Gileadi, tunda katika Gileadi, mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Na ndilo swali ambalo mpaka leo linatakiwa kufanya kazi, ya kwamba wewe unahitaji kupambana, kwa sababu kwenye kupambana kwako Mungu anadhihirisha kazi yake. Kadri ambavyo unapigana vita, Mungu anaachia kitu ambacho amekuandalia katika ulimwengu wa roho kinadhihirika. Haleluya. Mungu amekusudia kutumia vitu na watu kudhihirisha kazi aliyoifanya rohoni ionekane mwilini. Cha msingi ni kwamba utukufu ubaki kuwa wa Mungu peke yake.
Kwa mfano wa 4 alafu tumalize. Mfano wa 4 au sababu ya 4 ya kwamba unahitaji kupambana hata kama Yesu alishashinda, ni kwa sababu Yesu anatufundisha pia ya kwamba mshindi wa vita au ushindi wake Yesu wa vita dhidi ya ibilisi, na kwa sababu alikuwa ni mshindi, sisi ambao ni watoto wake ametufanya kuwa askari wa kupitishia huo ushindi. Japokuwa Yesu alimshinda vita ibilisi, ametufanya sisi ambao ni wanawake au askari wake tuwe ni watu wa kupitishia huo ushindi, kama ambavyo nimekuonyesha kwenye mistari ambayo imepita. Injili ya Yohana 16:33 tumesoma ya kwamba yeye ameshinda ulimwengu, sasa na sisi tushinde ulimwengu. Zaburi ya 144 mstari wa kwanza nilikusomea jana, yeye ni Mungu anayetufundisha vita, anayefundisha vidole vyetu kupigana. Kwa hiyo ni kweli ameshinda, lakini anataka sisi kama askari wake ndio tudhihirishe huo ushindi. Wewe niseme kwa namna hii. Wakolosai, labda turudi pale kwenye Wakolosai kabla sijasema jambo nataka nilisome. Wakolosai ile sura ya 2 ambayo tumesoma mstari wa 15 na wa 14 unatuambia jambo kubwa sana ambalo Yesu alilifanya msalabani. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema kisha kuzivua enzi na mamlaka. Akisha kuzivua, nilikwambia ni kuzinyang'anya uwezo wake au silaha zake, enzi na mamlaka. Alafu Biblia inasema na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Lile neno na kuzifanya kuwa mkogo, watu wanasema Kiswahili chepesi, Kiswahili kigumu. Niliuliza mkogo maana yake nini? Kuzifanya kuwa mkogo maana yake nini? Kiswahili kigumu. Sasa ukirudi kwenye tafsiri ya Kiingereza, lile neno na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, Biblia inasema alizishangilia hadharani kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kwa hiyo kitu alichokifanya kwenye kuzifanya kuwa mkogo ni kwamba adui baada ya kuwa amemnyang'anya uwezo wake, Mungu aliyawatoa wale adui akawaweka hadharani, publicly, kwenye eneo la wazi, ili watu waone ya kwamba amewashinda adui. Alafu akashangilia katika msalaba. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Yesu anafanya, akishampiga adui rohoni, anamleta adui mwilini wazi wazi, ili umuone na ujue kwamba amemshinda. Alafu anakuachia kazi ya wewe kumalizia huo ushindi. Hujasikia kitu ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu, moja ya kanuni alionayo, kila kitu ambacho amekushindia rohoni, hakiachi rohoni. Atahakikisha ukimtafuta amekileta mwilini kionekane kwako na kwa watu wanaokuzunguka. Usipokiona wewe, kuna watu watakiona tu, kionekane wazi wazi. Ibilisi atafikiri ya kwamba anapewa heshima kwa kuonekana wazi wazi, lakini ukweli ni kwamba Kristo anataka kumwaibisha kupitia wewe. Kwa hiyo wewe unatakiwa kufanya wajibu wako ili uweze kutimiliza huo ushindi na kuleta aibu kwa watesi wako, na huo ni upako wako mwaka huu katika jina la Yesu. Haleluya. Kila adui atakapokuja hadharani, ujue ni fursa umepewa ya kumponda nyoka kichwa. Kanyaga huyo adui katika jina la Yesu. Kila shida inapotokea, acha kuona aliyeleta shida kama shida. Nyuma yake yuko ibilisi kama Petro. Ukimkemea Petro unapoteza muda, kwa sababu Petro na yeye mwenyewe hajui kama ibilisi amekuja. Wewe mwambie nenda nyuma yangu shetani. Ukisema nenda nyuma yangu Petro, anaweza akaenda akamwacha shetani yuko pale. Unatakiwa kuona zaidi ya Petro. Unatakiwa kuona kilicho nyuma ya Petro ambacho ni shetani. Huyo ndio unatakiwa upambane naye. Haleluya. 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 Na usiruhusu kwa namna yoyote ibilisi akakutoa kwenye hiyo nafasi. Acha uteseke, acha upite kwenye bonde la uvuli wa mauti. Kadri unavyotembea kwenye hayo matope, acha kuona matope, acha kuona mvua iliyonyesha, acha kuona waliochimba barabara wamesababisha matope. Ona ambacho kiko ndani ya hayo matope. Hicho ndio unachotakiwa kukiona. Ukikiona hicho, hautatembea kwenye matope kwa kusikitika. Utavua viatu vyako, utavishika mkononi, utakanyaga kwenye matope, kwa sababu utajua
utajua katikati ya matope kuna zeri itakayoponya miguu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hautaona maji machafu kwa sababu sicho unachotafuta. Unachotafuta ni uponyaji ambao uko ndani ya hayo maji. Na kuambia utaingia kwenye hayo maji kwa ujasiri bila kujali ya kwamba hauna viatu, kwa sababu unataka uponyaji. Hautaona tu ya kwamba Yordani ni mto dhaifu kuliko miji yote iliyopo katika lile eneo kama Naamani alivyoona. Lakini kijakazi akikwambia nenda kajichovye, je, ungeambiwa neno dogo au kubwa kuliko hilo si ungefanya? Nenda kajichovye mara 7. Wewe nenda mara 7, kwa sababu issue sio Yordani, issue sio mto, issue sio sehemu unapitia, issue sio kazi unayofanya. Swala ni kile ambacho kimefungamanishwa na hiyo kazi, na huo upako na hayo macho ya kwako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikitokea fursa ya kazi, usiseme mimi nimesoma degree ya uhasibu, nataka kuwa mhasibu, lazima nipate kazi ya uhasibu. Ikitokea kuosha vyombo kwenye hoteli, nenda kaoshe vyombo. Kwa nini? Kwa sababu uoshaji wako hautakuwa sawa na mtu ambaye hajasoma. Wewe utaosha kisomi. Ukiosha kisomi, bosi wako ataona tofauti yako na huyu ambaye alikuwa anaosha vyombo siku zote. Anakuuliza wewe, kwa nini unaosha vyombo sawa sawa? Sasa mpe story, mwambie nimesoma chuo cha usimamizi wa fedha. Akuuliza kumbe una degree, atakwambia umekuwa mwaminifu kwenye kidogo cha kuosha vyombo, kuna mhasibu ananisumbua, njoo ukae kwenye nafasi yake. Shida yako unataka uwe mhasibu mkuu kwa nafasi ambayo hujaitengeneza. Haleluya. 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 Mungu alitufundisha hili kwa nguvu sana. Angalia kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya 10. Tulifundishwa hili, tutamaliza hapo. Kitabu cha Yoshua sura ya 10. Kuna mifano miwili ambayo nitaka nikupe, lakini nikupe mmoja kwa sababu ya muda. Sura ya 10, kitabu cha Yoshua mstari ule wa 22 hadi ule mstari wa 27. Yoshua sura ya 10 mstari wa 22. Biblia inasema namna hii. Kisha Yoshua akasema, haya, funua mdomo wa pango, mniletee hao wafalme 5 hapa nje ya pango. Utagundua walikuwa wamepigana vita na wafalme fulani ambao walikuwa wameenda kuwaonea Wagibioni, ambao walikuwa wamefanya agano na kina Joshua ya kwamba wasiwaue wale Wagibioni, japo kwa uongo, lakini walifanya agano. Na kuna mataifa yakaja akawavamia akawapiga Wagibioni, na kwa hiyo Yoshua akaenda kuwasaidia. Sura ya 10 mstari wa 10, 11, 12 ndipo aliposimamisha jua na mwezi visimame wapigane hii vita. Sasa hapa wale wafalme 5 waliokuwa wamechokoza Wagibioni wakaenda wakajificha kwenye pango. Angalia kitu Joshua anafanya. Joshua anasema hivi, funua mdomo wa pango. Angalia, mniletee hao wafalme 5 hapa nje ya pango. Kwa hiyo hao wafalme walikuwa wamejificha ndani ya pango. Yoshua akasema funua mlango wa pango, waleteni hadharani. Wakolosai 2:15 akawafanya kuwa mkogo, akawaleta wazi wazi hadharani ili watu waone. Yoshua alikuwa na askari wake wengi. Jambo la ajabu analolifanya ni hili. Mstari wa 23, nao wakafanya, wakamletea hao wafalme 5 hapo nje ya pango, yani mfalme wa Yerusalemu na mfalme wa Hebroni na mfalme wa Yarmuthi na mfalme wa Lakishi na mfalme wa Elgon. Angalia mstari wa 24. Kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua wafalme 5 hapo nje, Yoshua akawaita. Angalia. Yoshua akawaita wanaume wote, akawaita wanaume wote. Hao wanaume walioitwa hawakuwa wa kawaida wa Israeli. Akawaambia majemedali. Kwa hiyo walikuwa ni wanaume, lakini katikati ya wale wanaume kuna majemedali. Akawaambia hao majemedali wa watu wa vita waliokwenda naye, haya, angalia jambo aliwaambia, haya, jongeeni karibu. Angalia, mweke nyayo za miguu yenu katika shingo za wafalme hawa. Mungu akusaidie uone kitu nataka uone. Yoshua anajua ameshawashinda wafalme 5. Angeweza kuwaua achukue utukufu kama Daudi. Nakumbuka Daudi sura ya 17 ya Wafalme wa kwanza mstari wa 42 na kuendelea. Alitoka kumuua Goliati. Angalia jambo alilofanya. Hakumuua tu akamwacha. Alipoanguka alienda akapanda juu yake akamkata shingo, akachukua kichwa chake. Ishara ya kwamba adui unapomshinda anamtangaza hadharani ya kwamba ameshinda. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo Kolosai 2:15 ndicho Yesu alichofanya. Alipomshinda Ibilisi, hakumwacha tu kuzimu, hakuacha tu kazi zake, anazileta hadharani kutangaza ya kwamba ameshinda. Sasa angalia jambo la ajabu. Yoshua akawaleta nje, akawaita wanaume, maana ndio walikuwa vitani. Kati ya wanaume walikuwa kama majemedali wa jeshi.
akawaita, akawaambia, wekeni miguu yenu, nyayo zenu kwenye vichwa vyao. Kumbuka Biblia inavyosema, kumbukumbu, na kwenye kitabu cha kila utakapoweka unyayo wa miguu yenu nimewapa kuwa miliki yenu. Ishara ya umiliki, ya kwamba si tu kwamba tumewashinda, tumewamiliki. Akaweka miguu na nyayo za miguu yao kwenye shingo zao wale jamaa. Alafu akawaambiaje? Akawaambia, nao wakajongea karibu, wakatia nyayo zao katika shingo zao. Yoshua akawaambia, msiche wala msifadhaike, iweni hodari na wa mioyo ya ushujaa, kwa kuwa ndivyo, angalia, kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyo wakati ujao. Bwana Yesu Kristo atakavyo wafanyia adui zenu wote ambao mwapigana nao. Sio ndivyo Bwana alivyofanya. It was a prophetic move. Ndivyo Bwana atakavyo wafanyia, yani Kristo Yesu atakavyo wafanyia. Kwa hiyo hii sura ya 10 mstari huu wa 25 ni utabiri ambao ulitimia, na Paulo anauthibitisha wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 15. Ndivyo Bwana atakavyo wafanyia adui zenu, ndivyo atakavyo wafanyia. Biblia ndivyo inavyosema. Kwa hiyo ilikuwa ni utabiri wa kile ambacho kitafanyika baadaye, baada ya Kristo Yesu kuja. Anasema baadaye Yoshua. Sasa angalia jambo la ajabu. Amewatoa wafalme 5 kwenye pango, amewaleta nje hadharani, akawaambia majemedari, wekeni miguu na nyayo zenu kwenye shingo. Akatoa unabii, akawaambia ndivyo Bwana atakavyowafanyia adui zenu. Ungetegemea kama Daudi awaue au awaambie wale majemedari waueni, akufanya hivyo. Angalia mstari wa 26. Biblia inasema baadaye Yoshua akawapiga na kuwaua, akawatundika, angalia, katika miti mitano. Nilikwambia Yesu wakuwa wa kwanza kuwekwa msalabani. Wakawekwa kwenye miti mitano, kila mfalme na mti wake. Wakawekwa kwenye miti mitano, nao wakawa wakitundikwa hata katika hiyo miti hata jioni. Kisha wakati wa jua kuchwa, angalia, Yoshua akatoa amri, nao wakateremshwa. Sio yeye aliteremshwa, alitoa amri, nao wakateremsha katika hiyo miti na kuwatupa katika lile pango ambamo walikuwa wamejificha. Kisha wakatia mawe makubwa mdomoni mwa pango. Hata hivi leo nachotaka kukuambia ni nini? Nachotaka kukuambia hivi, neno Yoshua kwa Kiingereza ni Yeshua. Neno Yoshua kwa Kiyahudi, maybe Kiingereza chake rahisi Yeshua. Neno hilo ndio neno ambalo limetafsiriwa Jesus, yani Yesu. Kwa unavyosoma kitabu cha Yoshua, usisome kama Yoshua tu Mwamuzi, soma kwa sababu ni Kristo Yesu alikuwa anafunuliwa. Kwa sababu ndilo jina lake. Neno Yoshua ni Yeshua, ambayo ni Jesus, ambayo ni Kristo Yesu. Kwa hiyo hii mambo ilikuwa inafanyika hapa, ilikuwa ni picha ya Yesu atakayofanya. Ndio maana Yoshua hakuacha kutuambia ndivyo Bwana atakavyowafanyia adui zenu. Nini Kristo alifanya? Kwa hiyo Kristo alipigana vita rohoni, akashinda. Alivyoshinda hiyo vita rohoni, sikiliza, akamchukua Ibilisi, amemfunga, akamleta kwetu. Amevyomleta kwetu, akatuambia wekeni nyayo kwenye miguu yake, ishara ya kwamba mmemshinda na mnammiliki. Tunaweka nyayo kwenye miguu na shingo zake, kwamba tunammiliki, ya kwamba tuna uwezo juu yake, ya kwamba tunaweza kumtiisha. Alafu angalia jambo la ajabu. Si wewe unamuua Ibilisi, si wewe unapiga adui zako, si wewe unaua mamlaka ya Ibilisi na nguvu zake. Hauna hizo nguvu za kuwaua, wala uwezi. Yeshua mwenyewe, yani Kristo Yesu mwenyewe akawaua mwenyewe, akawaua baada ya kuwa wale majemedari wameweka nyayo zao kwenye miguu, akawaua na akasema hivi ndivyo Bwana atakavyowafanyia. Lisikie neno la Bwana jioni ya leo. Mungu ndivyo alivyofanya. Mungu akikuita kwenye wokovu, wewe kama ni mwana wa Mungu, unapoingia kwenye wokovu, nyayo zako zimekanyaga tayari shingo za adui zako. Jambo la ajabu sana ni kwamba ukifika kwenye hii hatua ambayo nakwambia, ndipo Yesu anapochomoa kisu chake na kuwaua hao adui zako. Ndio maana anasema vita sio yako, ni ya kwake. Wewe unachohitaji kufanya nini? Kujua wewe ni mwenye nguvu, kujua unahitaji kupigana vita, kumwendea Ibilisi. Inapokuja Yesu wanyang'anye silaha zote wanazozitegemea, wewe weka mguu wako juu yao, mwache Kristo Yesu ahangaike nao. Jambo zuri zaidi ni kwamba hiyo kazi ameshaifanya miaka zaidi ya 2000 iliyopita.
alipoingia kaburini, nilikwambia juzi, miili ilifufuka, watakatifu wakanyenyuka, wakakaa naye kaburini siku 3. Alipofufuka wakainuka pamoja naye, wakauingia Yerusalemu, mji mtakatifu. It was prophetic. Ilikuwa ni ishara ya kinabii ya kwamba hasubiri tu mpaka sisi ambao ni wa kizazi hiki ndio aje afanye kwetu. Alianza na kina Daudi, alianza na watakatifu ambao walikuwa tayari wamelala, akawapa hiyo nafasi ya kumkanyaga shingoni ibilisi kuzimu. Na sisi tulio wazao wa kina Ibrahim na Isaka na Yakobo, kila tunapolitia jina la Yesu, tunakuwa ni magoliati katika ulimwengu wa roho. Wajapotujia wakifikiri watatushinda, wakifika watasema, mbona tulifikiri ni 3 lakini tunamuona yuko mtu wa 4. Mbona tulifikiri yuko peke yake lakini tunaona ni mtu mkubwa. Mbona tulifikiri ni mtoto mdogo, mbona tunaona ni jitu kubwa. Kwa sababu ndivyo ulivyo katika ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu akukuze katika kila eneo ambalo unahitaji kutawala mwaka huu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyayo zako kwa damu ya Yesu Kristo ziwe na uwezo wa kukanyaga shingo za adui zako na urelax. Unachohitaji ni kukanyaga hizo shingo kwa nyayo zako, alafu ujue hiyo kazi ya kuuawa na kuua adui zako ilishakamilika. Usiombe kama vile kwa kujitabisha sana kama vile wewe ndio unaua. Ilishakwisha hiyo kazi msalabani zaidi ya miaka 2000. Yeshua alitabiri, Kristo amefanya, na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haimaanishi usihangaike na usiombe kwa uchungu. Ukifanya hivyo ujue ni kwa sababu kuna kitu unazaa, kwa sababu kuna kitu unaachilia, kwa sababu kuna kitu unaachilia. Nitakwambia labda kesho au siku nyingine, lakini ni muhimu sana. Ninachotaka uone hapa ni kwamba wewe lazima ushiriki. Mungu anachokufanya ni kupa nafasi ya kushiriki ili uwe na umiliki wa ushindi wa hiyo vita. Hao adui zako washawekwa pangoni, wako kuzimu, washawekwa pangoni shimoni, wako gerezani, wameshafungwa minyororo tayari. Malaika na ufunguo wa ile minyororo kule mbinguni. Hawana uwezo juu yako, wamezuiliwa. Wewe unachohitaji ni ujasiri wa kuwa, japokuwa wanatisha sana, uwafikia walipoweke mguu wako. Ukikanyaga mguu wako, hiyo ni accelerator umekanyaga. Wewe relax, kwa sababu Kristo Yesu yuko hapo kukupigania. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jambo moja unalohitaji ni utakatifu. Unajua kuna habari nyingine kama hii, ukisoma Biblia utashangaa. Iko habari nyingine kama hii, lakini kinyume. Wanasema umeiona wapi? Kwenye kitabu cha Waamuzi, habari za Gideoni. Gideoni baada ya kuwa ameshinda vita na wafalme fulani, angalia jambo alilofanya. Aliwauliza wale wafalme, watu mliowaua walikuwa wa namna gani? Angalia jibu aliyompa kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 8 nafikiri, kitabu cha Waamuzi sura ya 8. Angalia jibu alilompa. Anasema hao watu walikuwa ni mfano wa wana wa Mungu, wana wa mfalme, walikuwa ni mfano wa wana wa wafalme. Aliwauliza hao watu mliowaua, maana alipokuja anawakata vidole vyao, wakasema leo yametimia, maana wafalme 70 walikuwa wanaokota chakula kwenye meza yetu, na sisi leo tumekatwa vidole kama tulivyokata vidole wale wafalme 70. Wakauliza na hao watu wengine mliowaua walikuwa namna gani? Anasema walikuwa ni mfano wa wana wa wafalme. Wana wa wafalme ni mimi na wewe ambao tumeokoka. Kwa walikuwa wanaongelea picha ya wana wa Yesu ambao wamezaliwa baadaye, watazaliwa baadaye. Angalia alivyowachukua, yule mfalme amekaa chini, Gideon akamwambia mtoto wake, ambaye Biblia inasema alikuwa ni kijana kama vile Daudi naye anasema alikuwa ni kijana tu. Kwa hiyo akamwambia kijana, chukua upanga wako, mwangukie, umuue. Yule adui akacheka, akamwambia wewe ni kijana, hawezi kufanya hivyo. Na kweli yule mtoto hakuweza. Sasa alisema kama vile mtu alivyo ndivyo nguvu zake zilivyo. Gideoni akachukua ule upanga akamuua. Sasa angalia, kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu yule adui alishashindwa. Kilichokuwa inatakiwa yule mtoto, yule adui yuko chini tayari ya himaya ya baba yake. Mtoto wa Gideoni alichochukua ni kuchukua upanga na kumwangukia na kumuua. Hana nguvu ya kumfanya chochote. Ndivyo ibilisi alivyo hata leo. Hana nguvu kwa sababu zishanyang'anywa na Kristo Yesu. Huyu mtoto alishindwa, japo alikuwa ni mwana wa mfalme kama mimi na wewe ambao tumeokoka leo, ambao tunashindwa kuingia kwenye miliki zetu. Ni watoto wa mfalme, lakini tunapoambiwa mwangukie ibilisi hatuwezi. Tunakosa ujasiri. Tunashindwa kumwangukia. Kwa nini? Kasome Biblia yako. Unaona Gideoni alianza vizuri kwa kubomoa mashela na madhabahu za bahari za baba yake. Kasome alivyomaliza. Alimaliza vibaya kwa kujenga tena mashela na kuiabudu miungu.
Kwa hiyo mwisho wa Gideon haukuwa mzuri, na hii inaonyesha hapo katikati alikengeuka. Kwa hiyo mtoto wake japokuwa alikuwa ni mtoto wa mfalme, hakuwa na nafasi ya kifalme. Hujasikia nilichosema? Japokuwa mtoto wake alikuwa ni mwana wa mfalme, ana nafasi ambayo tayari ameshapewa adui zake, wameshindwa awaue, hakuweza. Kwa nini? Kwa sababu kiroho ile nafasi ilikuwa haipo. Haleluya. Kwa hiyo Gideon mwenyewe akalazimika kuua. Na ndio maana mahali pengine unaona Mikaeli anamwambia Mungu na akukemee. Kuna nafasi imepotea ambayo ilitakiwa ifanyike, sasa hauwezi, Mungu anaingia kati kufanya mwenyewe. Nini kinaondoa hiyo nafasi? Utakatifu unaondoa hiyo nafasi. Haleluya. Utakatifu unaleta hiyo nafasi, unaleta hiyo nafasi. Kutokuwa na utakatifu kunaondoa hiyo nafasi. Kwa hiyo japokuwa tuko kwenye nafasi hii ambayo Kristo ametuita, na adui zetu tunapewa, wameshafanywa mkogo na kushangiliwa msalabani hadharani, na kama ambavyo Yoshua alifanya, tuchukue mfano wa Yoshua na tusende kwa mfano wa Gideon, kwa sababu mfano wa Gideon ni wa wana wa upotevu, wako ndani lakini wako nje. Na Biblia inasema kila ambaye yuko ndani lakini yuko nje, nyoka ataingia ndani amuume katika njia kuu. Kwa hiyo unapata madhara japokuwa ni Mkristo, unapata madhara japokuwa umeokoka, unapata madhara japokuwa uko kanisani. Unachohitaji ni kujua, na hali ya namna hiyo ikitokea, ujue japokuwa uko ndani lakini uko nje. Sasa unahitaji kuingia ndani, ukae kwenye nafasi yako. Mungu akupe kuona hilo na huo uwezo katika semina hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Unaweza kusimama kwa miguu yako. Katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa kutosimama kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu. Sema ninaomba rehema, ninaomba toba kwa kutosimama kwenye nafasi yangu, kwa kujua au kwa kutokujua. Sema ninaomba rehema kwa mlango wa familia, kwa mlango wa ukoo, kwa mlango wa dini, kwa mlango wa dhehebu, kwa mlango wa kazi, kwa mlango wa familia ambao umefunguliwa na kuniingiza na kunichukua kwenye nafasi ambao sitakiwi kuwa, na mimi sikujua, na mimi sikujua. Sema ninaomba rehema, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninaomba rehema, ninaomba toba kwa kutotembea na kukaa kwenye nafasi yangu na kiwango ambacho Mungu amenikusudia. Sema maisha yangu hayako kwenye kiwango ambacho Mungu amekusudia, kwa sababu ya kukosa maarifa na ufahamu. Sema naomba rehema kwa kukosa haya maarifa. Ninaomba rehema kwa kukosa ufahamu. Ninaomba rehema kwa ajili yangu na watoto wangu na familia yangu na ukoo wangu na kanisa langu na taifa langu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana uturehemu. Bwana utuhurumie. Bwana utupe nafasi tena ya kukaa kwenye nafasi zetu. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa ninakaa kwenye nafasi yangu. Sasa ninavaa ujasiri, ninavaa ujasiri wa kutimiliza yale ya Kristo yaliyopungua katika mwili wangu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi si wa kawaida tena. Mimi si wa kawaida tena. Sema nimebadilishwa kwa damu ya Yesu. Nimefanywa upya kwa jina la Yesu. Nimebadilishwa kwa damu ya Yesu. Nimefanywa upya kwa jina la Yesu. Sema ninapokea vazi jipya la rohoni kwenye maisha yangu. Sema ninapokea kofia mpya ya mamlaka ya rohoni, ya rohoni kwenye nafasi yangu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaiendea kila nafasi niliyoandaliwa katika ulimwengu wa roho ya kunifanikisha. Ninaiendea sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema mahali popote nilipokusudia kuwa na sipo, ninapaendea hapo mahali.
naiendea hiyo nafasi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema katika jina la Yesu, ninapiga mbio, ninapiga mbio katika ulimwengu wa roho, na hakuna wakunizuia, na hakuna wakunizuia. Ninaiendea hiyo nafasi, ninaiendea hiyo nafasi ya biashara, ninaiendea hiyo nafasi ya kazi, ninaiendea hiyo nafasi ya huduma, ninaiendea hiyo nafasi ya familia, ninaiendea hiyo nafasi, ninaiendea hiyo nafasi katika nchi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema nitaenda kwa miguu wala sitachoka. Sema nitakimbia wala sitazimia, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, unihuishe, unihuishe, nami nitaliitia jina lako. Sema saa hii, Bwana Yesu, unihuishe, nami nitaliitia jina lako. Univute, univute, uniweke kwenye nafasi uliokusudia niwe. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya miaka, kwa ajili ya miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na tunuru. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hiyo miaka, hizo fursa zilizoharibiwa na madumadu, ninaomba toba kwa ajili ya hizo fursa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huo umri ulionipita hata sikuweza kufanya baadhi ya mambo, huo umri na hiyo miaka ilionipita, ninaiombea toba, ninaiombea rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo miaka yangu ya kusoma, hiyo miaka yangu ya uzoefu kazini, hiyo miaka yangu ya kwenye huduma, hiyo miaka yangu ambayo nimepoteza, ninaikomboa kwa toba, kwa toba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema miaka, miaka uliyepotea, ninakurejeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema fursa, fursa uliyepotea, ninakurejeza kwangu, ninakurejeza kwangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninaamuru, ninaamuru katika ulimwengu wa roho, siku zangu, miaka yangu ambayo imekuwa kimya, ambayo imekuwa kimya, ninaiamuru sawa sawa na neno la Bwana. Inisemeshe sasa, inisemeshe sasa, inisemeshe sasa, inisemeshe sasa. Sema miaka yangu, umri wangu, nisemeshe, 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 nisemeshe fursa, nisemeshe fursa, nisemeshe nafasi, nisemeshe njia nitakayo kuiendea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema miaka yangu, miaka yangu, miaka yangu uliopewa, niliyopewa kuishi. Lisikie neno la Bwana, haujapotea hata nukta moja, hata yadi moja. Sema nakurejeza na fursa zako, na fursa zako kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa najipatanisha, najipatanisha miaka yangu, siku zangu ambazo nimepewa za kuishi, najipatanisha hizo siku zangu na fursa, na fursa. Sema nyakati na bahati zitakuwa halali yangu, zitakuwa sehemu yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Miaka yangu, umri wangu, ninakupatanisha, nakupatanisha na matendo sahihi, na matendo sahihi. Sema lisikie neno la Bwana, sawa sawa na neno la Bwana katika kitabu cha Mhubiri. Kuanzia saa hii, miaka yangu utapatana na matendo sahihi, utapatana na hukumu sahihi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo sitapishana na fursa yangu, kuanzia leo sitapishana na matendo mema, kuanzia leo sitafanya jambo la kunikosesha katika kazi yangu, katika huduma yangu. Sema kuanzia leo kila siku
niliyopewa ninaitakasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, iwe na thamani na inisemeshe inipasalo kufanya siku hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema matendo mema, matendo sahihi nisemeshwe kila niamkapo asubuhi, nisikosee, nisipate uharibifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema miaka yangu iliyoliwa na magonjwa kwa kukaa kitandani, hiyo miaka naikomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema nguvu za giza, 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 achia hiyo miaka yangu, achia huo umri wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kila kibali, kila kibali, kila kibali, kila kibali kilichotakiwa kunifanikisha ambacho mmekipotosha kwenye umri wangu ulio sahihi, na kirejeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kibali, kibali, mahali popote ulipo, mahali popote ulipo, uwe ndani ya umri wangu au umechelewa, na kuita sasa, njoo kwenye maisha yangu, njoo kwenye maisha yangu, njoo kwenye maisha yangu. Sema miaka hii na mwaka huo nirejeshewe, 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 nirejeshewe maradufu, maradufu kila kilichopotea, maana mimi ni mtumishi wa Bwana. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaita ongezeko, ninaita ongezeko kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, ninaita ongezeko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza achia hawa watu katika jina la Yesu. Nguvu za giza achia huyo binti, achia huyo binti, mmekaa kwenye kitovu chake, achia hicho kitovu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mmepata uhalali wa damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, achia hiyo damu, hiyo damu ya uanawali wake ambao mmechukua na mnaitumia kwenye madhabahu yenu, achia hiyo damu, hiyo damu tunaiteketeza kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu kwenye viringe vyenu tunaipiga kwa moto wa Yesu, katika jina la 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 Yesu. Kila viti, kila viti, kila viti vilivyoshika mafanikio ya watu hawa, ya binti yule na kaka yule, hivyo viti tunavipiga kwa moto wa Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo fursa, hizo fursa ziachiliwe kwa huyo dada, hizo fursa ziachiliwe kwa huyo kaka. Huo muda useme kwa huyo dada, huo muda useme kwa huyo kaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mandara bakulia basaka, mandara bakulia basaka, mandara bakulia basaka, mandara bakulia basaka, libasaka rabakulia, mandara basaka rabasaka, rabasaka rabasaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mkono wako juu, endelea kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, 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 zifanye hukumu, nguvu za Mungu ndani yako, zifanye hukumu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu. Kila Endelea fursa kuomba. iliyozuiwa kwenye maisha yako ifunguliwe sasa. Kila Katika fursa jina la iliyozuiwa Yesu. kwenye maisha yako Katika iachiliwe jina la sasa. Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaomba uwezo Kibali wako. kwenye maisha Tunaomba yako. nguvu Kibali yako. kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu. Arabasaka. Kwa Katika jina la Yesu. damu ya Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa Katika jina la Yesu. damu ya Pokea Yesu. nguvu za Mungu Katika ndani yako. damu ya Pokea Yesu. nguvu za Mungu ndani Katika yako. damu ya Pokea Yesu. nguvu za Mungu ndani Milango yako. yako Pokea ifunguliwe. nguvu za Mungu ndani yako. Milango yako Pokea ifunguliwe. nguvu za Mungu ndani yako. Katika Pokea jina nguvu la za Yesu. Mungu ndani yako. Katika Moto, jina moto, la moto, Yesu. moto, moto, Milango moto, yako moto, ifunguliwe. moto, 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 Milango moto, yako moto, iliyofungwa moto, ifunguliwe. moto kwenye mifupa. Milango Moto kwenye iliyofungwa mifupa. ifunguliwe. Moto kwenye mifupa. Moto Hiyo kwenye milango mifupa. iliyofungwa Moto. ifunguliwe. Fire in your bones. Katika Fire in jina your la bones. Yesu. Fire in your Katika bones. jina la Fire Yesu. in your bones. Hivyo Fire in vizuizi your bones. walivyoweka mbele Fire yako. in your bones. Pokea Hivyo katika vizuizi jina la Yesu. walivyoweka mbele Pokea yako. katika jina la Yesu. Hizo kuta Moto wa Yesu walivyoweka ndani mbele yako. yako. Moto wa Yesu ndani Katika yako. jina la Damu ya Yesu. Yesu. Yesu Kila anakupitisha madai, kila mahali madai, kila madai usipopita. yanalipwa Yesu kwa damu ya anakupitisha. Yesu. Kwa damu ya Yesu Yesu. Kwa damu ya anakupitisha. Yesu. Kwa damu ya Yesu Yesu. anakupitisha. Kwa damu ya Yesu. Waliweka Nguvu za Mungu ndani ukuta, yako. waliweka Nguvu za Mungu vizuizi. ndani yako. Yesu Katika jina la anakupitisha. Yesu. Katika Yesu jina la anakupitisha. Yesu. Katika jina la Kama Yesu. vile Nguvu za Petro Mungu ndani yako. Nguvu alivyopita za Mungu kwenye ndani mlango wa yako. Nguvu za gereza. Mungu ndani yako. Kama vile Nguvu za Mungu Petro. ndani yako. Kama Kwa jina vile la Petro. Yesu. Leo Kwa unapita jina la kwenye Yesu. hayo malango. Kwa Leo jina la Yesu. unapita kwenye hayo Kwa jina la malango. Yesu. Leo Kwa jina la unapita Yesu. kwenye hayo Kwa jina la malango. Yesu. Kwa jina Walikuweka la Yesu. gerezani, Toeka ndani yako. walifunga Nguvu za vitu giza. vyako. Chia. Leo Kibali chake. unapita kwenye Chia. huo mlango, Kibali chake. Chia. walifunga Kibali huo chake. mlango wa Kwa jina la baraka, Yesu. Kwa jina la Yesu. walifunga mlango wa Fire in your mafanikio. bones. Leo Fire in your unapita bones. kwa jina la Fire Yesu. in your bones. Leo Toeka ndani unapita. yako. Toeka. Leo Toeka. unapita. Toeka. Leo Toeka. unapita. Kwa jina la Yesu. Leo unapita. Toeka. Kwa jina la Leo Yesu. Nguvu za unapita. giza. Malaika wa Bwana. Chia tumbo lake. Malaika wa Chia tumbo Bwana. lake. Malaika wa Bwana. Chia tumbo lake. Chia Malaika wa hicho kitovu. Bwana. Hapo shaka. Wakutoe mahali Moto ulipo. kwenye hicho kitovu. Wakutoe Moto mahali kwenye hicho ulipo. kitovu. Moto Wakutoe kwenye mahali hicho ulipo. kitovu. Moto Wakutoe kwenye hicho mahali kitovu. ulipo. Damu ya Yesu. Wakutoe Damu ya mahali Yesu. ulipo. Damu ya Yesu. Wakutoe Damu ya mahali Yesu. ulipo. Damu ya Yesu. Kwa jina Damu la ya Yesu. Damu ya Kwa Yesu. jina la Fire Yesu. in your bones. Kwa jina la Fire Yesu. in your bones. Kwa damu Fire ya Yesu. in your bones. Mahali Fire in your bones. ulipokwama. Katika jina la Yesu. Mahali Katika jina la Yesu. ulipokwama. Katika jina la Yesu Kristo Katika jina la Yesu. anakutoa Moto mahali wa Yesu ulipo. ndani yako. Kwa Moto jina la wa Yesu Yesu. ndani yako. Kwa jina la Katika Yesu. Katika Anakutoa Yesu. mahali ulipo. Katika jina la Yesu. Milango yako Moto wa Yesu inafunguliwa. ndani yako. Moto wa Milango Yesu yako ndani yako. inafunguliwa. Moto wa Yesu ndani Milango yako Moto wa Yesu. inafunguliwa. Moto. Milango Katika yako jina la Yesu. inafunguliwa. Pokea nguvu za Mungu ndani yako. Milango Nguvu za yako Mungu ndani inafunguliwa. yako. Kwa jina la Endelea Yesu. kuomba. Mandarabasaka. Endelea kuomba. Mandarabakulia. Endelea Rabasaka, kuomba. rabashaka. Milango Mandarabakulia yako basaka. ikafunguliwe. Mandarabasaka. Milango yako Mandarabasaka. ikafunguliwe. Ribashaka, Kwa rabasaka. jina la Yesu. Mandarabashaka. Kwa Mandarabakulia jina la basaka. Yesu. Rabasaka, Kwa rabashaka. jina la Rabasaka, Yesu. rabashaka. Kwa Mandarabasaka, jina la rabashaka. Yesu. Ribasaka, Milango rabakulia. yako ifunguliwe. Mandarabakulia basaka. Milango yako Mandarabakulia ifunguliwe. rabasaka. Milango yako Kwa jina la ifunguliwe. Yesu. Kwa jina la Milango Yesu. yako Kwa jina la ifunguliwe. Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. damu Kwa ya jina la Yesu. Yesu. Kwa Kwa jina la damu ya Yesu. Yesu. Nguvu za Mungu simama tubiki. Kwa damu Kwa jina ya la Yesu. Yesu Kristo. Nguvu za Mungu, Yesu nyosha mikono yako akupe juu. kushinda. Nyosha mikono yako juu. Yesu Kwa jina la akupe Yesu. kushinda. Kwa jina la Yesu. Yesu Kwa akupe jina la Yesu. kushinda. Kwa jina la Yesu. Yesu Kwa akupe jina la Yesu. kushinda. Kwa jina la Yesu. Yesu Huo mstari wa akupe ukoo kushinda. tunaufuta. Huo mstari wa ukoo tunaufuta Yesu ukuachie. akupe Kwa jina la kushinda. Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu Katika akupe jina la Yesu. kushinda mahali Katika hapo. jina la Yesu. Moto wa Yesu Mahali ndani hapo. yako. Nguvu za Mungu Yesu zifanye akupe hukumu ndani kushinda. yako. Nguvu za Mungu Yesu zifanye hukumu ndani akupe yako. kushinda. Nguvu za Mungu zifanye hukumu Yesu ndani yako. akupe Nguvu za Mungu kushinda. zifanye hukumu ndani yako. Yesu Kwa jina la akupe Yesu. Kwa kushinda. jina la Yesu. Pokea nguvu za Katika Mungu ndani jina la yako. Yesu. Pokea nguvu za Mungu ndani yako. Katika jina la Fire Yesu. in your bones. Fire Ninatamka in your ushindi bones. kwa malango Fire yako. in your bones. Kila Ninatamka kilichozuia, ushindi kila katika kilichozuiwa malango yako. sasa tunakifungua kwa Ninatamka damu ya Yesu. ushindi Kwa damu ya katika Yesu. malango yako. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Ninatamka Yesu. ushindi Kila madai katika ya malango nguvu za yako. giza, kila madai Ninatamka ya nguvu za ushindi giza katika malango yalipofidia yako. sasa kwenye Ninatamka familia yako, ushindi kwenye katika ukoo wako, malango yako. kwenye mamlaka ya ukoo, Katika wenye jina la mamlaka ya ukoo Yesu. wa neema, Katika tunawaamuru sasa, jina la toka Yesu.
kwenye hilo jina. Bwana akupe kushinda katika malango. Tweka kwenye hilo Bwana jina. akupe Tweka kushinda. kwenye hilo jina. Neno la Bwana linasema watapigana nawe lakini hawatashinda. Watapigana nawe lakini hawatashinda. Bwana amekuahidi kushinda. Bwana amekuahidi kushinda. Haijalishi vita, haijalishi mapambano, haijalishi mapito, haijalishi watesi, haijalishi vita malangoni, haijalishi vita malangoni, lakini Bwana yeye amekupa kushinda. Kila fidia ilipwe, kila fidia ilipwe kwenye hilo jina. Jina neema, jina neema, jina neema. Fidia ilipwe, jina neema kwa jina la Yesu. Haijalishi vita yako, kwa jina la Yesu. haijalishi vita ulionayo, Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Nguvu za Mungu ndani yako, 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 nguvu za Mungu ndani yako. Fire in your bones. Toeka, toeka, ondoa ndani yake, ondoa ndani yake. Toeka, 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 toeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Karabasanda rabakuria, toeka kwenye hilo tumbo, ondoa hilo jina neema, hilo jina neema, hilo jina neema, hilo jina neema, hilo jina neema. Toa kile ulichobeba kwenye hilo jina, kila kichafu kwenye hicho jina kiondoe, kila kichafu kwenye hilo jina kiondoe. Moto, 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 hilo jina ulikoliweka, moto kwenye hilo jina, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama kwa kidole cha Mungu, hilo jina la neema tunaliopoa huko kuzimu mlikoliweka. Hilo jina tunalitoa kwenye hicho kifungo cha ukoo mlichokipatanisha. Hilo jina la neema, jina la neema, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kwenye hilo jina, damu ya Yesu kwenye hilo jina, damu ya Yesu kwenye hilo jina, damu ya Yesu kwenye hilo jina. Hilo jina lililoficha kibali, hilo jina lililoficha kibali. Chia hicho kibali, chia hicho kibali, chia hicho kibali. Toeka, chia hicho kibali, chia haraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia hicho kibali, chia hicho kibali, hicho kibali ulichoficha kwenye jina. Chia hicho kibali, tunatenganisha hilo jina na kibali chake sasa. Moto kwenye hilo jina, moto kwenye hilo jina, moto kwenye hilo jina. Kokote mlikoliweka, kokote mlikoliweka kwenye huo ukoo, ili jina tunalitoa na nafsi yake tunalitoa kwenye huo ukoo, kwenye huo ukoo, kwenye hicho kifungo cha ukoo tunaliopoa kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako. Kila agano la kutokufanikiwa na kibali chako lililochukuliwa, ilo agano tunalivunja, tunarudisha agano la Kristo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako wakati kwa damu ya Yesu yanaendelea. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako. Wakati mtumishi anaendelea kuombea, nguvu za Mungu ndani yako. Shika sadaka yako kabisa. The power of the Holy Ghost. Uweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya the power of the Holy Ghost. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Kama unahitaji maombi, pokea ujazo mpya. Unahitaji maombi binafsi, unaweza ukasogea mbele. Pokea nguvu ya kuendelea mbele. Nguvu za Mungu ndani yako, 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 nguvu za Mungu ndani yako. New wine, new wine, new wine. Jazo mpya ndani yako, jazo mpya ndani yako, jazo mpya ndani yako. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya ndani yako, pokea nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, pokea nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Jazo mpya ndani yako, jazo mpya ndani yako. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Karibu tutoe sadaka. Fire in your bones, fire in your bones. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, mkono wa Mungu ndani yako, mkono wa Mungu ndani yako. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako.
Receive. 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 Tusimame. Sema Bwana Yesu, tunakushukuru. Receive. Kwa wema Mungu wako ndani yako. na fadhili Nguvu za zako. Mungu ndani yako. Nguvu za Mungu Ukambariki mtumishi wako. Nguvu za Mungu ndani yako. Ukamlinde mtumishi wako. Ukampiganie mtumishi wako. Touch our Lord. Ukamtetee mtumishi wako. Touch our Lord. Ponya na familia yake. Touch our Lord. Ponya na kizazi chake. Ponya na malango yake. Ukamjalie haja ya moyo wake kwa kadiri yale ayaombayo. Ukaibariki na huduma aliyonayo katika jina la Yesu. Bwana wangu, ukanibariki.